Mtazamaji, asante sana mwenzangu Hassan Juma, lakini kulingana na ile taarifa niliyokuwa nimekueleza hapo awali mtazamaji, ambayo tunaendelea kuifuatilia kwa karibu sana. Kwa hivi sasa kuna taharuki katika makao makuu ya kaunti ya Nairobi ya City Hall, ambapo makumi ya maafisa kutoka idara ya DCI na tume ya EACC wamevamia ofisi ya Gavana Johnson Sakaja. Maafisa wa polisi wamezingira eneo hilo wakidaiwa kuwa na nia ya kumkamata gavana huyo ili wamfikishe bungeni kufuatia hatia ya kukamatwa iliyotolewa baada ya kushindwa kuheshimu wito wa kamati ya uhasibu wa bunge la Seneti kuhusu matumizi ya fedha za umma za kaunti ya Nairobi. Tayari kamati ya bunge ilimtoza Sakaja faini ya shilingi 500,000 kwa kosa hilo. Sasa tuungane na mwenzangu Jeff Kirui ambaye yuko katika maeneo ya City Hall kwa maelezo zaidi. Jeff Kirui, hali ikoje katika eneo hilo la City Hall? Naam, asante sana Agnes. Kama ulivyosema ni kwamba hapa tuko nje ya afisi ya gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja, ambapo dakika chache zilizopita maafisa wa polisi walikuwa wamekita kambi hapa, ile wameondoka. Walikuwa na amri ya kumkamata gavana huyo wa Nairobi Sakaja na kumweka korokoroni hadi pale atakapowasilishwa mbele ya kamati kuhusu uhasibu wa bunge la Seneti. Kumbuka kwamba wiki jana kamati hiyo ilitoa amri kwa Inspector General wa polisi kumkamata gavana Sakaja kwa kukosa kuhudhuria vikao vya kamati hiyo ili kuulizwa maswali kuhusiana na jinsi kaunti ya Nairobi ama yeye kama msimamizi wa kaunti ya Nairobi alivyotumia pesa za kaunti kwenye mwaka wa fedha mwaka 2024 mwaka 2025, na alitakiwa kufika katika kamati hiyo hii leo ama kukamatwa iwapo angeweza kufika katika kamati hiyo. Na wiki jana siku ya Jumatano, kamati hiyo kupitia kwa mwenyekiti wake Moses Kajwang' ambaye ni seneta wa kaunti ya Homa Bay alitoa amri kwa Inspector General Douglas Kanja kumkamata na kumwasilisha gavana Sakaja mbele ya kamati hiyo kujibu maswali hayo. Kumbuka kwamba wakati wa kikao hicho walimpiga faini ya shilingi 500,000 na inatarajiwa kwamba alitakiwa kulipa faini hiyo, na sio gavana Sakaja peke yake ambaye alitakiwa kukamatwa na kuwasilishwa mbele ya bunge la Seneti. Ni pamoja pia na gavana wa Samburu Lelelita ambayo walitakiwa kufika mbele ya kamati hiyo kuhusiana na matumizi ama utumizi wa pesa za kaunti kwa mujibu wa ripoti ya mkaguzi mkuu wa pesa. Nakumbuka kwamba pia kumekuwa na mvutano kati ya magavana na pia kamati hiyo ya kuhusu uhasibu ya bunge la Seneti. Mwezi uliopita waliweza kutoa amri kwamba hawatafika mbele ya kamati hiyo, wakisema kwamba wanadhalilishwa na baadhi ya wanachama wa kamati hiyo, wakitaja baadhi ya maseneta wa kamati hiyo akiwemo mwenyekiti mwenyewe Moses Kajwang'. Walimtaja hadi gavana wa Nairobi, seneta wa Nairobi Edwin Sifuna pamoja na seneta wa Nandi Samson Cherargei, wakisema kwamba wakitoa tuma kwamba wao wadhalilishwa wanapofika mbele ya kamati hiyo, na wakafikia kwamba hawatafika mbele ama watasusia vikao vya kamati hiyo. Na siku ya Jumanne, siku ya Jumanne gavana Sakaja alikuwa amefika mbele ya kamati kuhusu ardhi na mazingira ya bunge la Seneti, na akaweka wazi kwamba yeye hatahudhuria kikao cha kamati ya bunge la Seneti kuhusu uhasibu, kwa msingi kwamba kama magavana walikuwa wameafikiana kwamba watasusia vikao hivyo hadi pale mabadiliko yatakapotekelezwa kwa uongozi wa kamati hiyo ya uhasibu. Na hivi sasa dakika chache zilizopita niliweza kupata afisa mkuu msimamizi wa kaunti ya Nairobi, afisa mkuu wa polisi wa kaunti ya Nairobi pamoja na msemaji wa polisi Bwana Mushiri, ambaye walikuwa wamefika hapo kutekeleza amri ya Seneti, na wamesema kwamba leo jukumu lao haswa ilikuwa ni kumkamata gavana wa Nairobi Johnson Sakaja. Ile walipofika kwenye afisi yake hawakumpata, na wanasema kwamba pia wametuma maafisa wengine wa polisi kumsaka gavana wa Samburu Lelelita, ambaye wanatakiwa wote kufikishwa mbele ya kamati hiyo ya Seneti kuhusu uhasibu. Ila ilivyo sasa wanasema kwamba ni sharti watekeleze amri ya bunge la Seneti, na wanasema kwamba hapo kesho pia watakuwa wanaendeleza ama leo watakuwa wanaendeleza shughuli hiyo ya kuwasaka wawili wao ili waweze kufika mbele ya kamati kuhusu uhasibu katika bunge la Seneti. Agnes.
Asanti sana mwenzangu Jeff Kirui. Kwa kifupi tu mtazamaji, ni kwamba maafisa wanazingira eneo la City Hall kujaribu kumkamata gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja kutokana na hulka yake ya kukaidi kufika mbele ya kamati ya seneti kuhusu uhasibu wa fedha za umma. Amekaidi, na hapo awali kamati hiyo ambayo inafahamika kama CPAC ilimtoza faini ya shilingi nusu milioni kutokana na hatia ya kutofika mbele yake, lakini sasa maafisa hao wanataka kumkamata ili kuhakikisha kwamba anafika mbele ya kamati hiyo ili kujibu maswali kuhusiana na ukaguzi wa matumizi ya fedha katika kaunti ya Nairobi. Sakaja yuko peke yake, pia gavana wa kaunti ya Samburu pia naye anasakwa. Ni miongoni mwa magavana ambao wamekaidi agizo la kamati ya bunge la seneti ya uhasibu wa fedha za umma wa kufika mbele yake ili kujibu maswali kuhusiana na matumizi ya fedha za umma katika kaunti zao. Mtazamaji, mengi kuhusiana na kile ambacho kinajiri usiku wa leo ni hapo baadaye kwenye taarifa zetu za saa 3, kwani mwanahabari wetu Jeff Kirui atakuwa anaungana na Jesse Rogers kwa kina zaidi kuhusiana na kile ambacho kitakuwa kimejiri kuanzia sasa hadi wakati huo, kuhusiana na iwapo gavana wa Nairobi Johnson Sakaja atakuwa amekamatwa ama bado atakuwa anaendelea kusakwa na maafisa wa polisi kutoka kwa asasi husika. Mtazamaji, kufikia hapo sina budi ila kutamatisha taarifa za KTN leo usiku wa leo. Ninasema asanti sana kwa wote waliofanikisha taarifa hizi, na pia kwa mtazamaji nasema asanti sana kwa muda wako. Mimi ni Agnes Gakunga, mfasiri kwa lugha ya ishara amekuwa ni Angel Lois. Endelea kutazama KTN.